kujiuzulu jana Jumanne. Sasa baada ya kiongozi huyo kujiondoa kazini, kipi kinachofuata? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweka utaratibu maalum pale nafasi ya makamu wa rais inapokuwa wazi. Inasema kwamba rais atamteua mtu mwingine kuwa makamu wa rais ndani ya siku 14 tu baada ya nafasi hiyo kuwa wazi. Uteuzi huo lazima uthibitishwe na bunge kwa kura ya wabunge walio wengi. Hii ina maana kwamba baada ya Nchimbi kuachia rasmi nafasi hiyo Septemba tarehe 4, Rais Samia atakuwa na kipindi cha hadi siku 14 tu kumteua mtu atakayechukua nafasi hiyo. Baada ya uteuzi huo, bunge litapiga kura kuamua kama linathibitisha au linapinga uteuzi huo. Iwapo atathibitishwa, makamu wa rais mpya ataapishwa na kuanza rasmi majukumu yake. Huku utaratibu huo ukisubiri kufanyika, raia nchini Tanzania wamekuwa wakitoa maoni yao kuhusu kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi chini ya mwaka mmoja tu tangu aanze wadhifa huo. Aliyejiuzulu ni kiongozi mkubwa katika serikali, lakini pia kiongozi ambaye alikuwa anaonyesha mapenzi kwa wananchi, mapenzi kwa raia, mapenzi kwa watu wanaishi kwenye nchi yetu. Kwa hiyo nimelipokea kwa masikitiko makubwa, lakini mwisho wa siku mwenye maamuzi ni yeye mwenyewe. Swala la kiongozi wetu kujiuzulu limetushtua sana. Yapo sababu hatuzijui sisi binafsi, lakini yeye ndo anajua zaidi. Lakini hilo swala kwa kweli sisi bado tuko gizani. Ni jambo kidogo la kushtua kwa sababu tumeona viongozi wengi wamepita huko nyuma, asije kutokea kitu kama hicho. Makamu wa rais kujiuzulu. Kuna sababu zipo ambazo hatuwezi kuzijua na tunatamani tuzijue. Kiongozi mwadilifu, awe anapenda nchi yake, anapenda na wananchi, aweze kuwajali, kuwasikiliza. Kwa sababu hii nchi bila wananchi haiwezi kuwa nchi. Kujiuzulu kwa makamu wa rais ni sawa tu, hajakosea. Kwa sababu maamuzi yake ndo amemtuma, na akiangalia mambo yanayofanyika kwake hayamridhishi, na haki ya kujiuzulu. Kwa makamu ajaye awe tu ni mtu mwenye kujali watu na kuthamini kero za watu. Katika uongozi hilo swala lipo. Labda tusubiri tuone. Katiba inasema ndani ya siku 14 tuone rais, tutapata makamu wa rais yupi ambaye anaweza kusaidia rais aliyepo. Tunamwachia Mungu kwamba nchi iendelee kuwa na utulivu na amani, ili Mungu mwenyewe ajue ni namna gani tunaweza tukavuka pia katika kipindi hiki pia ambacho kwetu sisi kama Watanzania kwa kweli tumelipokea kwa mshtuko. Nchimbi alichaguliwa kuwa mgombea mwenza wa Rais Samia Suluhu Hassan katika uchaguzi wa mwaka 2025 na akaanza rasmi majukumu yake kama makamu wa rais baada ya kuapishwa Novemba 3 mwaka jana 2025. Alimrithi Dr. Philip Isidor Mpango aliyekuwa makamu wa rais tangu mwaka 2021. Macho sasa yanaelekezwa Ikulu. Rais Samia atamteua nani na mabadiliko hayo yataashiria nini kwa serikali yake katika kipindi kinachofuata? Kwa sasa hakuna jina lolote lililotolewa rasmi la mtu atakayechukua nafasi ya Nchimbi. Huku hilo likisubiriwa, haya hapa maoni ya baadhi ya wabunge kutoka Dodoma. Vikao vyetu vya bunge vimeanza rasmi leo tarehe 26 na vimeanza vikiwa na taarifa ambayo mimi binafsi nilipokea kwa mshtuko niliposikia kwamba makamu wa rais Dr. Emmanuel Nchimbi ameweza kujiuzuru na kuachia nafasi yake. Tumeona na ameeleza sababu za yeye kwa nini amefanya hivyo. Ni jambo ambalo kama taifa linashtusha, lakini mwisho wa siku amani ya moyo ni muhimu katika maisha ya mwanadamu na maamuzi ya mtu yanapaswa kuheshimiwa. Kiuhalisia ametimiza haki yake kikatiba, kwa hiyo siwezi kuingilia maamuzi ya mtu mwingine. Chama kina watu wa kila aina, kwa hiyo chama kitaleta kitu kipya, kitaleta mtu mpya na tutasonga naye. Sisi tunakisikiliza chama zaidi kwa sababu sisi ni wadogo kwenye chama. Kwa sababu amedesign hatuwezi kujua, lakini tunamwombea kila laheri kula endako. Basi na mwingine atakuja kwa sababu nchi ni kubwa, nchi na watu wengi. Kwa hiyo tunaamini kwamba atakayekuja pia atakuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo tunaomba kila laheri tu, Mwenyezi Mungu azidi kumbariki yule aliyeacha ngazi, lakini pia na huyo ajaye Mwenyezi Mungu ampe shifa yake.